Bwana Yesu asifiwe ndugu yangu. Nimekuja mbele yako, nimekuja mbele zenu. Nina neno katika siku ya leo ambapo tutaenda kujifunza. Ujumbe ambao tutaenda kujifunza katika siku ya leo, unaweza ukachukua kalamu na daftari na Biblia yako pembeni ili tuweze kwenda pamoja. Nimekuja na somo ambalo lina kichwa kinasema hivi: tengeneza kibali chako mbele za Mungu na mbele za watu ili uweze kutimiza ndoto zako. Tengeneza kibali mbele za Mungu na mbele za watu ili uweze kutimiza ndoto zako. Nitarudia tena kwa faida ya wengi kama unaandika. Somo linasema hivi: tengeneza kibali chako mbele za Mungu na mbele za watu ili uweze kutimiza ndoto zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ile ya pili na mstari wa 26. Samueli wa kwanza sura ya pili mstari wa 26. Nitasoma katika kitabu kitakatifu. Neno la Mungu linasema, na yule mtoto Samueli akazidi kukua, akapata kibali kwa Bwana na kwa watu pia. Na yule mtoto Samueli akazidi kukua, akapata kibali kwa Bwana na kwa watu pia. Kumbuka nimesema kichwa cha somo, tengeneza kibali chako mbele za Mungu na mbele za watu ili uweze kutimiza ndoto zako. Nasoma katika kitabu hiki kinaniambia kwamba Samueli akazidi kukua na kupata kibali mbele za Bwana na mbele za watu. Samueli ni nani? Kwa wanaosoma Biblia wanaijua hii habari ya huyu Samueli. Samueli ni mtoto wa mwanamke ambaye alikuwa tasa, mwanamke ambaye alikuwa hazai, mwanamke ambaye alikuwa ameolewa katika ndoa ya ukewenza. Alikuwa anaitwa Hana. Mke mwenzie alikuwa anazaa watoto, anamzalia mume wake, lakini huyu Hana alikuwa hapati watoto, alikuwa hana watoto. Kwa hiyo pakawa na kinyongo na chuki, alafu na vita katika ndoa yao, yeye na mke mwenzie, kulingana na kwamba mke mwenzake alikuwa akimchokoza kila mara na kumshutumu kwamba huna mtoto, mimi nina watoto. Ona mume wangu nimemzalia watoto, lakini wewe huna. Kama unavyoelewa katika ndoa, mwanamke anapokaa muda mrefu bila kupata mtoto katika familia, mawifi, mashangazi na ndugu wengine wa mume watamsuta sana huyo mwanamke. Lakini hicho ndicho kilichomtokea huyu mwanamke Hana. Siku moja Hana akaamua kumtafuta Mungu juu ya hitaji alilokuwa nalo. Akaenda mbele za Mungu kuomba, akafunga, akaomba, akakaa madhabahuni pa Bwana, akamtafuta Mungu. Mungu naye akasikia kilio chake, akampa mtoto wa muujiza anayeitwa Samueli. Samueli alipozaliwa na mama yake alimtoa nadhiri, akasema, nilimuomba kwa Bwana na mrudisha kwa Bwana. Alipofika umri wa kuachishwa kunyonya, Samueli alipelekwa moja kwa moja hekaluni. Samueli alipelekwa moja kwa moja hekaluni. Hekaluni inamaanisha, maana yake ni nyumba ya ibada, mahali walipokuwa wakikusanyika kufanya ibada. Na ile nyumba ya ibada kulikuwa na msimamizi, kuhani aliyekuwa anaitwa Eli. Kwa hiyo Samueli akapelekwa kwa Eli, akalelewa kwa Eli mbele za sanduku la agano la Mungu. Samueli alikuwa mtoto mdogo. Biblia inatuambia akazidi kukua na kupata kibali mbele za Mungu na mbele za watu. Kwa Samueli alipokuwa katika umri mdogo, namna alivyokuwa anaishi
namna alivyokuwa anatembea katika mapenzi ya Mungu, namna alivyokuwa akimtafuta Mungu, namna alivyokuwa akienenda katika nguvu za Mungu, tunaambiwa Samueli akazidi kujipatia kibali kwa Bwana na kwa watu.